wale waliochanjwa wana mimba, wengine wamezaa na maisha yanaendelea. Kwa hiyo kusema kwamba nyinyi hamtapata ujauzito sio kweli. Sijui itapunguza sijui nguvu sijui kitu gani, sio kweli. Na kina mama wenye watoto wadogo, naomba mwachanje watoto wenu. Sababu wanafunzi 75 hao. Na sisi mkiwa mnabeba mimba tunajua kazi yetu iko tumboni. Ukizaa tunajua tayari na mwanafunzi pale. Wewe kwako unamuita mtoto akiza tunasema mwanafunzi ajaye kwa idara ya elimu. Sawa? Idara ya afya anajua huyu ni mteja wetu wa chanjo. Mpaka fike miaka mingapi? 5. Sawa? Kwa idara ya afya anajua hapa mteja wetu wa chanjo tumempata. Lakini idara ya elimu anajua huyu ni mteja wetu wapi? Wa shule. Idara ya kilimo inajua huyu ni mkulima wetu baadaye. Tena idara ya mifugo inajua huyu nani? Afisa mifugo baadaye. Kwa jeshi la ulinzi, kamati za ulinzi zinajua askari wetu wa baadaye, ndio? Sasa tukizaa hivi, afu wenzetu wengine wakiwa wameongeza idadi, lazima tafanya nini? Tutapwaya. Sawa? Kwa sababu unaposhika mimba lazima ujue kwamba mbele itafanya nini? Itakuwaje. Mimi naendelea kuwapongeza idara ya afya kwa kusimamia vizuri masuala mazima ya afya, upatikanaji wa dawa, lakini vile vile lugha nzuri kwa wagonjwa. Walengwa wa chanjo ni kina nani? Walengwa wa chanjo ni watoto wadogo, ameshasema, chini ya miaka 5. Sawa? Kuna chanjo mbalimbali zimeshatajwa hapo. Lakini kuna watoto, kuna wasichana wa miaka 9 ndio hawa. 9 mpaka 14. Hawa hapo. Hao chanjo yao ni chanjo ya shingo ya uzazi kwenye kizazi. Kwa nini wamechukuliwa watoto wa miaka 9 mpaka 14 ndio wanapewa hiyo chanjo? Kwa sababu miaka 9 mpaka 14 ndio muda wa wasichana, watoto wadogo ambao wako kwenye utoto kwenda kwenye utu uzima. Pale ndio wanapofanya nini? Wanapovunja ungo. Wanaume wanasema, watoto wa kiume wanasema kubalewa. Watoto wa kike kufanya nini? Kuvunja ungo. Kusema kuvunja ungo ina maana yai pale lipo nini? Lipo tayari kwa ajili ya nini? Ya kupokea. Sasa pale mnapigwa hizo chanjo kwa sababu kuna magonjwa mengi ambayo yanapelekea saratani. Lazima mpigwe chanjo ya saratani ya uzazi ili mjikinge, kwa sababu imeonekana kina mama wengi wamepata changamoto ya saratani ya shingo ya. Sasa hapo ndio ambapo alisema nani? Mtoa mada kwamba kuna imani potofu. Lakini pia kuna chanjo ya wajawazito. Mjamzito wakati unaenda kliniki lazima upate nini? Chanjo. Sasa chanjo ya wajawazito huwa hatupati shida sana. Mjamzito akienda hospitali anapigwa chanjo sababu anatarajia kupata. Tuna changamoto ya chanjo kwa hawa watoto. Na tuna changamoto ya chanjo kwa nyinyi wasichana. Hapo ndio imani potofu inapofanya nini? Inapopatikana. Hapa wasichana utaona huko watu au unaenda kuchanja au ukienda kuchanja upati nini? Upati mimba, utakuja uzai, sijui nini. Sababu hii chanjo haijaanza mwaka huu. Wale waliochanjwa wana mimba, wengine wamezaa na maisha yanaendelea. Kwa hiyo kusema kwamba nyinyi hamtapata ujauzito sio kweli. Sijui itapunguza sijui nguvu sijui kitu gani, sio kweli. Na kina mama wenye watoto wadogo, naomba mwachanje watoto wenu. Kuna chanjo za marudio, si ndio? Chanjo za marudio zile za polio na nyinginezo. Naomba kina mama ambao wote tuna watoto tuwapeleke watoto kwenye chanjo. Inapunguza mambo mengi ukimpeleka. Cha kwanza, inazuia magonjwa ya saratani. Sawa? Ukichanja kuna magonjwa kama saratani na magonjwa mengine mengi yanafanya nini? Yanazuia. Lakini vile vile inazuia pia ulemavu
Kama magonjwa mengine kama hujapata chanjo unakwenda kupata ulemavu. Wengine ya surua, pia kwa karibu mwaka jana tulipata mlipuko wa ugonjwa wa surua. Unakumbuka? Wakasema wamerogwa. Wakaenda kwa waganga. Waambie kweli. Tulipata nao shida kweli hapa elimu. Ametimita dozi ya kwanza, dozi ya pili inakamilisha. Madhara yake. Ule ugonjwa mwaka jana niliokuta kina mama wamejaa na watoto wao. Umeona? Wengine wanapeleka kwa waganga huko Kirongwe sijui wapi, naambua hawa nani wazazi wapeleka kutoka kwa waganga. Wakijikuna hii huku. Nilikuwa pale nikakuta wale watoto, yani ukimtazama hivi umuoni, yani macho yale ufanye nini? Uyaoni. Ngozi uioni. Anasema sisi tulipoona hivi tukajua amerogwa tukaenda. Wamnaita kwa nani? Kwa fundi. Sasa tukaenda kwa fundi. Sasa mimi nasema fundi cherehani, fundi gani? Wewe fundi DC, fundi mganga. Wameenda kule. Wamekaa kwa mganga pale, anawapa tu dawa, kachemsheni hii, kunyweni, kachemsheni hii, kunyweni. Wakapewa na majani mengine sijui ya kufukiza, sijui ya kufanyaje. Ugonjwa hola. Na kuja pale hospitali. Hospitali pale wamekuja pale. Makipa niliwauliza, "Amekuja lini?" Wamesema tumekuja jana asubuhi. Ile siku tuenda sisi kesho yake. Tumekuta washapata dawa. Wale watoto wanacheza wanakimbizana hospitali. Lakini walikuwa hoi. Lakini baada ya kupata tu wanakimbizana mule ndani pale pakao ndio uwanja wa mazoezi. Sasa walikuwa hoya. Lakini ukiwatazama bado hawajafanya nini? Vile vitanda ukivitazama, mashuka yale yote yalikuwa yamepukutika nini? Ni unga ni nini ule? Ni nini ule? Unaita. Maki alikuwa anaona pale hali mtoto akifanya hivi. Kama yuko mashine. Ukimfanya hivi, kama yuko mashine. Ndio surua yenyewe. Ni mtu mwingine ukimtazama kuanzia mgongoni kote shingoni huko. Yaani kama pana madonda, si pana nini? Yaani paka unaona huruma. Lakini yote ni nini? Wamekosa chanjo. Kwa hiyo niwaombe kina mama ambao mko hapa, tufanyeje? Tuwapeleke watu wakapate nini? Chanjo. Sasa wanaochelewa kuwapeleka hospitali na kwenda kupata chanjo, ndio mwisho wa siku inasababisha vifo. Japokuwa tunashukuru mwaka jana ule mlipuko vifo havija kuwepo katika wilaya yetu. Lakini pia zinapunguza gharama za matibabu. Akipata chanjo, gharama za matibabu zinakuwa zimefanya nini? Zimepungua. Kwa ni waombe na ni waasi kina mama walete watoto kwenye chanjo na wasichana wenye umri wa miaka 9 mpaka 14 waende wakapatiwe nini? Chanjo. Najua wengi kwa rika hili wanakuwa wako mashuleni. Ndio? Wako kwenye shule zetu. Mshirikiane YMO na afisa elimu sekondari na msingi ili muweze kutoa elimu shuleni kule na waendelee kupata nini?